ufinyu wa budget ambao umekuwepo kwa miaka kadhaa, MSD imekuwa inapambana kuhakikisha kwamba inapata dawa na vifaa tiba kwa wakati. Kwa swali hilo kwanza niweze kuipongeza TAMISEMI. Kwa kweli wamekuwa wanatusupport sana, manake vituo vingi ambavyo vinahudumiwa na MSD sasa hivi viko chini ya TAMISEMI. Na TAMISEMI wamekuwa wanatuunga mkono sana kwa kuhakikisha kwamba malipo yanatokea kwa wakati. Lakini hata hivyo sio kwamba ni vituo vyote wanaweza kulipa kwa wakati, kuna vituo ambavyo vinachelewa. Na zipo taasisi zingine pia ambazo ni wadau katika sekta ya afya. Mojawapo ni shirika la bima la afya NHIF. Na wenyewe pia ni wadau kwa sababu tiba zinatokea kwenye vituo na wenyewe wanatakiwa walipe vituo ili vituo viweze kutulipa sisi kwa wakati. Kwa hiyo pamoja na changamoto hizo hatujarudi nyuma, tumekuwa tunapambana kweli. Na nisipepese macho, niseme kwamba yanapochelewa ulipaji wa madeni inaathiri kweli MSD kiwango cha dawa ambacho kinaweza kupatikana. Kwa hiyo matokeo yake unakuta kuna dawa ambazo zinakosekana. Kwa sababu mimi ni kwa wadau wote, vituo vya afya, mahospitali waweze kulipa kwa wakati ili kuirahisishia MSD kuweza kupata dawa na vifaa tiba kwa wakati na kuwahudumia wao kwa wakati. Na uhakika MSD ikipata hela zao kwa wakati na wenyewe wataweza kufurahi kweli kweli kwa huduma ambayo tutawapatia. Sisi tumewekeza katika mifumo ambayo inawaruhusu wao kuweza kujua ni dawa zipi zipo na vifaa gani tiba vinapatikana. Kwa hiyo uwekezaji huu unatakiwa uendane na uwajibikaji pia kwa upande wa hizi taasisi, taasisi pamoja na vituo vya afya kulipa madeni yao kwa wakati ili kurahisishia MSD kufanya kazi wake. Shinyanga tunadai milioni 930, lakini Mwanza, mkoa wa Mwanza unadaiwa 1.7 na Geita ni 1.7 bilioni. Mwanza ni 1.7 bilioni na Geita 1.7 bilioni, ambako lakini kwa kiasi kikubwa anaona kama wameweza kupunguza kidogo kulinganisha na ilivyokuwa wiki kama 2 zilizopita. Lakini pia tuweze kumshukuru rais wetu awamu ya 6 Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutoa pesa. Kuna pesa ambayo tumepokea pia ambayo imeingia kwenye vituo tarehe 25, imepunguza madeni, ndio maana ikaweza kufikia hicho kiasi hicho. Kwa hiyo tunasisitiza hizo zilizobaki ziweze kulipwa mapema tunapoanza huu mwaka, manake leo ndio mwisho wa mwaka. Tuweze kuanza huu mwaka, manake tunapokwenda sasa kama facility kama kituo cha kutolea huduma kitakuwa hakina pesa, itakuwa ngumu kuweza kutoa huduma kwa sababu hizi huduma zinalipiwa. Manake tunatakiwa tuweze kuwa tumepata pesa na tuweze kwenda kununua hii bidhaa kuzilipia kwa washtiri ili iweze wanaita revolving fund, ili pesa iweze kujizungusha. Tunanunua, tunawauzia, alafu wanatoa huduma, alafu wanarudisha. Ni kulipa. Sasa ukikusanya vizuri utalipa vizuri, usipokusanya vizuri huwezi kulipa vizuri. Na hapa mratibu ameniambia, manager wa kanda ameniambia mkoa wa Mwanza hapa peke yake tunadaiwa bilioni 1 na milioni 700, sio? Tutakaa nao chini tujue kila anayedaiwa ni nani na kwa nini anadaiwa. Na dawa ya deni ni kufanya nini? Kulipa. Vipimo vya uongozi sio kuvaa suti. Vipimo vya uongozi ni kutekeleza majukumu. Kama wewe unadaiwa, vituo vyako havina dawa, vituo vyako ni vichafu, vituo vyako mazingira, hakuna hata upandaji wa miti, mvua zinanyesha. Sasa wewe unakuwaje viongozi? Kiongozi katika sekta afya lazima awe na vision. Kiongozi katika sekta afya anataka kujua dira yake ya afya katika mkoa huo ni ipi, kutoa mkoa kutoka sehemu gani kwenda sehemu gani.
anataka kujua katika wilaya yake. Hali kadhalika kiongozi wa sekta afya lazima awe jasiri. Watu wengi tunaogopana, hatutaki kufanya maamuzi. Unaona mganga mkuu wa kituo fulani anakula hela, wewe unaona sio kazi yako, lakini kumbe anakuharibia wewe kazi yako. Unaona mganga mkuu analalamikiwa, wewe uchukue hatua mpaka mkuu wa wilaya apite. Kama huna mamlaka naye, si uende utoe taarifa kwenye mamlaka yake? Kwa sababu kazi ya kiongozi ni kutengeneza teamwork, kutengeneza timu ambayo itamsaidia yeye kuweza kutekeleza zile ndoto na dreams zake na vision yake. Lazima uwe na timu nzuri, na ndio maana kama ni RMO, kama ni DMO, lazima ujue hivi katika vituo vyangu wakina nani wanaweza kunijengea heshima, ili sekta afya katika eneo langu iwe imekuwa nzuri. Moringe Juice ni dawa ya asili iliyoandaliwa vizuri kwa mizizi pamoja na majani kutoka katika ardhi iliyobarikiwa ya Tanzania. Dawa ya Moringe Juice ipo katika mfumo wa kimiminika ulioandaliwa na wataalamu wa kuandaa tiba asili kutoka Dr. Rose Changa Herbalist African Company. Kila aliyetumia dawa hii ameshuhudia kupona kwa muda mfupi, hasa kwenye kuongeza kinga za mwili. Watu wa HIV mpaka na mshangaa Mungu wengi. Kuna baba mmoja ana wake 5 walikuwa HIV positive. Alivyonitumia majibu ya juzi, nikaona mstari tu moja na watoto. Walikuwa positive wakawa negative. Mstari huu mmoja. Kama kuna dada moja ametumia message, mama nimepata negative, nikamwambia haya nenda kwa daktari wako aliyekuwa anakupa aende akathibitishe. Na dawa zangu zimesajiliwa na nimefuata serikali jinsi inavyotaka. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0711 903 060.